Leo tunaanza na ujumbe kutoka kwenye filamu hii, ujumbe unaosema kwamba usichukue chochote isipokuwa picha tu, usiache chochote isipokuwa nyayo, usiue kitu chochote isipokuwa muda. Filamu hii inatokana na kisa cha ukweli. Filamu inaanza mwaka 2015 huko Trengareki, ambako timu ya uchunguzi wa mambo na matukio yasiyokuwa ya kawaida, yaani wanadili na matukio ambayo yako nje ya sayansi, matukio ambayo hayawezi kuelezeka kwa akili ya kibinadamu. Wanamhoji mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mjamzito. Huyu mwanamama alikuwa anaitwa Ayu. Huyu jamaa aliyekaa kando hapa anaitwa Gadu. Sasa Gadu anasema kwamba tumekuja kuangalia hali ya Ayu na ustawi wake. Sasa hawa mabwana hawaamini kabisa kama huyu mwanamke kile kitu ama lile tukio ambalo amewahi kulipata katika maisha yake kama mpaka sasa yuko sawa. Sasa wanamuuliza kama bado ana ule uwezo ambao anaweza kuzungumza na roho. Ayu akauliza, kwa nini mna mashaka kuhusiana na uwezo wangu? Gadu akajibu kwamba wao wako hapa kuhakikisha kila kitu kiko sawa, kuhakikisha matatizo yote hayajirudii tena. Huyu mwanamke kusikia hivyo akaanza kucheka. Sasa anayecheka hapa inavyoonekana sio binti mwenyewe, bali ni roho ambayo yuko ndani yake. Kwa nini hasa huyu binti anacheka? Kuna kipi cha kuchekesha? Hemu angalia hapo chini kwenye comment, kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja WhatsApp channel. Filamu inarudi nyuma miaka 5. Ayu alikuwa na marafiki zake, wanapiga picha na wao walikuwa wanacheza. Sasa binti huyu alikuwa na rafiki yake wa karibu sana. Huyu binti anaitwa Rara. Walikuwa wanatumbuiza ngoma za utamaduni huku wanarekodiwa na timu yao. Ghafla jambo la ajabu lilikuwa limemtokea Ayu. Ayu akaanza kucheza kwa mtindo usiokuwa wa kawaida. Wengine wakawa wanashangaa, macho ni meusi, lakini hamna yoyote aliyegundua hilo jambo. Walipomsogelea karibu, wakawa wameanguka chini. Walipojaribu kumtoa eneo hilo, kuna mshikaji mmoja alikuwa anaitwa Abidin, akamwona huyu binti Ayu alikuwa ameingiliwa na kiumbe cha ajabu, na yeye ndiye alimuona huyu binti alikuwa amepagawa, hivyo akaamua kumrudisha nyumbani. Akiwa nyumbani, baba yake Ayu alivyorudi akawa anashangaa, mbona wamerudi mapema nyumbani? Rara akaeleza kwamba wamerudi kwa sababu Ayu alichoka sana, hajisikii vizuri, ndio maana wamemrudisha nyumbani. Baba yake Ayu akawa amemuuliza Rara, unachosema wewe ni ukweli? Kabla hajajibu jambo hilo, mama yake Ayu akawa amerudi nyumbani hapo. Sasa baada ya kuwasalimu, akataka kwenda kumsalimia Ayu, lakini Rara akawa amemzuia akimwambia kwamba Ayu amepumzika, lakini Ayu anaonyesha tabia za ajabu sana tangu tulivyokwenda kule mtoni. Mama yake Ayu kusikia hivi akajua kabisa pengine binti yake ameingia katika hedhi, kwa sababu mara nyingi akiwa katika hali hiyo huwa anaonyesha tabia za ajabu na kuchoka kusikokuwa kwa kawaida. Hivyo yeye hakuona kabisa kama hili ni tatizo. Siku iliyofuata Ayu baada ya kujiandaa anahitaji kwenda shuleni, akajaribu kumpigia mpenzi wake simu. Mpenzi wake anaitwa Reza, lakini mshikaji hapatikani. Ghafla akaona mtu kapita mbele yake, akadhani pengine ni mama yake. Akaenda kuangalia, akaenda mpaka bafuni huko, anasikia kama kuna mtu humo, lakini baada ya kufungua mlango hamna mtu eneo hilo. Mara mlangoni pakawa pamesikika hodi. Alipoenda kufungua ndani huku, tukaona kile kiumbe cha ajabu kiko hapo mlangoni. Akawa amemkuta rafiki yake Rara kafika hapo. Ayu akaenda kumalizia kujiandaa ili watoke wote waende shuleni. Rara akiwa hapo anamsubiri Ayu, Rara akasikia kama kuna mtu anaimba wimbo wa Kijava ndani hapa. Sasa kwa anashangaa ni nani tena huyo, nani mwenye kuweza kuimba huko ndani? Alipoenda kuangalia, Ayu akawa ametokea ghafla hapo, hivyo akawa amemshtua. Walipotoka nyuma hapa, tukaonyeshwa tena kile kiumbe kiko hapa ndani shuleni. Sasa wakati wa mkusanyiko, watu wanasikiliza maagizo. Sasa kila kitu kilichokuwa kinasemwa hapo, Ayu yeye yuko busy sana na simu, anamtafuta mpenzi wake tu. Ikafika wakati ambapo kila mmoja akaambiwa anuie ama aseme jambo ambalo anahitaji kulitimiza. Mwenyezi Mungu anaweza kusikia. Watu wakatulia, wakainamisha vichwa vyao. Rara baada ya kunuia yote aliyokuwa anahitaji, akawa amenyanyua kichwa chake, akatazama ambapo mahali alipokuwa amesimama Ayu hayupo Ayu, kuna kiumbe cha ajabu. Mara moja Ayu akawa amepiga nduru, kila mmoja akatafuta pa kujificha. Wanafunzi baadhi wakaanza kupagawa, ni kupandisha midadi tu. Muda huo Ayu akaanza kuimba huku anacheza, wanafunzi ni kupandwa na mizuka tu. Sasa baada ya hii hali yote kuwa imetulia, kuna madamu mmoja alikuwa anaitwa Novita ambaye alikuwa makini sana na Ayu tangu mwanzoni. Baada ya hizo hekaheka, wazazi wa Ayu walikuwa wameitwa shuleni hapo. Bi Noveta akaeleza kwamba Ayu aliendelea kuimba nyimbo za ajabu na huku anacheza bila kudhibitiwa. Hii hali kidogo haikueleweka. Akawa amewasihi tu wazazi wamchukue Ayu kwa uangalizi zaidi. Jioni hiyo wakati wa chakula, mama yake Ayu kamwandalia binti chakula vizuri tu, lakini binti akaona kama hakitoshi, akaanza kupakua chakula kwa fujo, anakula holela, yani anakula ovyo. Mzee akamuuliza Ayu, unakumbuka chochote kilichotokea huko Watu Kandang? Sasa hii Watu Kandang ni lile eneo ambalo Ayu pamoja na marafiki zake walikuwa wanacheza mwanzoni wa hii filamu. Lakini sasa mama yake Ayu akawa anamzuia mume wake asimhoji binti kuhusiana na hayo mambo. Ayu yuko busy na msosi. Alipomaliza akasema kwamba mimi naenda chumbani kwangu kwenda kupumzika, nimechoka. Sasa baada
ya wazazi kutafakari kuhusiana na binti yao, baba yake kwa amependekeza kwamba inabidi binti apelekwe kwa mtaalamu wa kiroho, wajaribu kumwangalia binti, pengine ana changamoto, anahisi kabisa kuna kitu cha ajabu ambacho kimemtokea binti yake. Mzee akamsihi sana mke wake, mama yake Ayu, asiazagaza haya mambo, hahitaji wanakijiji wajue kilichomtokea binti yake kwa sababu anaogopa aibu. Usiku mama yake Ayu akawa anamsikia binti yake anaimba na anaosha vyombo, lakini yuko bafuni. Mama yake akaenda kumgongea huko, we unaosha vyombo naimba muda huu usiku? Baada ya kufungua mlango hamna mtu eneo hilo, na Ayu akawa ametokea nyuma yake, anamuuliza mama, kuna nini? Mama akawa amechanganyikiwa tu, akawa ameondoka hapo kujibu kitu chochote. Ayu akaingia bafuni, humo taa zikaanza kuzimazima, akasikia maji. Alipotazama akaona kile kiumbe cha ajabu kinamtazama huku kinatoa tabasamu, jambo lilomtisha sana binti. Siku iliyofuata Rara akaenda kuwaulizia wale marafiki zake wa mwanzoni walioenda nao kupiga picha watu kandang. Sasa akiwa huko anamuulizia Rendra pamoja na Abidin kwa sababu hawajawahi kabisa kuonekana tangu lile tukio la mwanzoni. Sasa baada ya kuulizia hapa, washikaji wote ambao walikuwa wanakaa na wale wanasema kwamba hawajawahi kuwaona tangu ambapo waliondoka pamoja na kwenda watu kandang kule, yaani Rendra pamoja na Abidin hawajawahi kuonekana, walitoweka tu. Sasa binti akawa ameomba video ambao walienda kurekodi mara ya mwisho ili aione. Kwenye kutazama kuna jambo akawa ameliona, akaenda kumuonesha Ayu, akamwonesha kwamba Ayu, tazama hii video, siku ambayo wewe ndo mara ya kwanza umepagawa. Sasa inavyoonekana Abidin alichukua kitu kutoka lile eneo na hairuhusiwi mtu yoyote kuokota ama kuchukua kitu chochote eneo lile. Hizi habari za binti Ayu kupagawa, mama yake Ayu hakuwahi kumwambia mtu yoyote, lakini siku hiyo akasikia kuna mwanamke jirani anamuuliza, anamwambia kwamba nasikia binti yako amepagawa bana, na alipagawa jana shuleni na watu wengine wakawa wamepagawa, na hii yote ni sababu ya laana. Sasa hili jambo mama yake Ayu lilikuwa linamshangaza. Hii habari haikupaswa kuwafikia watu, na watu tayari wamekwisha kujua. Huyu mama ikabidi kuaga tu, akaondoka hapo. Sasa eneo jingine kwa kichwa cha familia, yani baba yake Ayu yuko bize kutengeneza gari. Spana ilikuwa mbali kidogo, mkono haufikii. Akaona ile spana imesogezwa, akaendelea na kazi, lakini baadaye akawa ameshtuka, nani amenipa spana? Kuangalia akaona kama kuna kivuli cha mwanamke mmoja hapo. Alipotoka hapo kwenda kutazama, hamna mtu eneo hilo. Akawa anajua labda pengine ni binti yake Ayu ndiye alimpatia spana, lakini Ayu ameelekea wapi? Sasa kwenye kumtazama akaona taswira ya Ayu kwenye kioo cha gari, kana kwamba Ayu yuko ndani ya gari. Mzee kwenda kufungua mlango, hamna mtu eneo hilo. Akaenda kuangalia ndani, binti yake alikuwa ametokea hapo. Sasa mzee akawa anashangaa, binti anaonekana tofauti na jinsi alivyokuwa amemuona kwenye taswira kwenye kioo pale. Upande wa binti Rara akaona kama kuna mtu anataka kufungua mlango, yeye akahisi pengine ni mama yake amerudi nyumbani. Akawa anaita lakini hamna mtu yoyote aliyejibu. Binti akaendelea na mambo yake, akaanza kusikia nyimbo tena inaimbwa, akaona kama kuna kiumbe anakuja. Binti akajifunika shuka, kwenye kuja kujifunua shuka anashangaa akajikuta tena kwenye ule mto, mahali ambapo watu kandang wao walikwenda kupiga picha eneo lile. Akamwona Abidin amechukua kijiwe fulani hivi alikiokota kutoka kwenye hili eneo. Sasa anamwona rafiki yake Ayu amegeuka kuwa kiumbe wa ajabu. Ayu akiwa na pepo akawa amemshika Rara, akasema kwamba usiogope, ninakupenda binti. Rara akawa ameshtuka kutoka kwenye ndoto, mara moja akampigia simu rafiki yake Ayu, lakini Ayu hakupokea simu. Kumbe muda huo sasa binti kalala na kiumbe yuko kando yake anamwimbia nyimbo binti atulie, alale, asinzie usingizi mnono. Asubuhi yake wazazi wakaamua kutafuta tiba kwa binti yao, wakampeleka Ayu kwenye tambiko la kijiji. Muda watu wanaanza kuimba, binti Ayu akadakia, akaanza kuimba yeye. Watu wote kabidi kukaa kimya tu. Watu wengine wanashangaa, wakataka kumzuia. Mzee wa kijiji alikuwa anaitwa Mzee D, akawaambia wamwache tu, mwacheni apite mbele. Binti akawa amepita mbele na ngoma maalum zilikuwa zinapigwa hapa. Ayu akasogea mpaka katikati, akaonyesha wazi kwamba kapagawa. Watu kuona hivyo waoga, wakaanza kutafuta sehemu za kujificha. Binti akacheka kisha akatulia. Walipotoka hapo ikabidi wampeleke kwa mtaalamu mwingine. Sasa huyu mtaalamu mwenyewe kumwangalia Ayu tu akajua kabisa hapa kuna kimbembe. Alivyoingia ndani kujaribu kumtoa yule pepo ndani ya binti Ayu, pepo anacheka tu, anaona kama huyu mtaalamu anacheza tu. Mwisho wa siku mtaalamu akaona kabisa hii ngoma ni ngumu, akawaambia mchukueni binti yenu mrudishe nyumbani. Kwa ufupi, binti alizungushwa kwa wataalamu wengi sana, lakini hakuna hata mmoja aliweza kumtoa yule pepo ndani yake. Pepo aliyomo ndani ya mwili wa Ayu ni pepo ana nguvu kubwa. Ikabidi kumrudisha tena kwa Mzee D. Pengine huyo mzee ndio anaweza kuzungumza na nguvu ambazo zinamtawala huyu binti. Mzee D alikuwa ni mkalimu sana kwa huyu pepo ambaye alikuwa anamtawala binti Ayu. Zoezi likaanza, mzee akaomba radhi kwa yule kiumbe ambaye anamtawala Ayu. Midadi binti ilikuwa imempanda, hali ya hewa ilikuwa imebadilika eneo hilo. Baada ya muda Ayu akawa amezimia. Mzee D akasema kwamba pepo anayemtawala binti yenu anaitwa Madam Salaten, ni mlinzi wa watu kadang. Mzee D akaeleza kwamba roho hiyo ina nguvu sana isiyokuwa ya kawaida. Lala akaeleza yawezekana hii jambo linahusiana
kuhusiana na ndoto ambayo mimi niliiota. Rara ikabidi kueleza kila kitu alichokiota. Sasa baada ya wote kusikia hiyo ndoto, wote wakaanza kuhisi pengine kinachosababisha Ayu kupatwa na haya mambo ni kutokana na rafiki yao Abidin kuchukua kitu cha watu. Sasa baada ya hayo yote, Rara akapendekeza kwamba watafute watu ambao mara nyingi wanatembelea vijiji na kurekodi matukio ya ajabu, pengine wale watu wanaweza kuwasaidia. Wale watu mara nyingi wanadili na nguvu za giza tu. Akuwa amemsihi sana baba yake Ayu akubali hilo jambo, wale watu wanaweza kufanya utafiti na binti akasaidiwa. Kweli baba yake Ayu akuwa amekubali. Wakawa mawasiliana na jopo la wataalamu ili waje kuchunguza hilo jambo. Hili jopo linaongozwa na bwana mkubwa anaitwa Gadu, Genta pamoja na Thea. Mara akafika sehemu wamepoteza njia, ikabidi kushuka kuangalia njia inaelekea wapi, maana hawaelewi, wanazunguka. Sasa wakiwa hapo, mara gari ilikuwa limewashwa lenyewe, redio ikaanza kuimba yenyewe. Wakiwa wameshangaa nani tena kawasha redio. Gadu ndo alikuwa anaendesha gari. Hawamuia akamwambia Genta, aise, hebu endesha gari wewe mwenyewe, twende kwa kina Ayu. Sasa katika misere tumfahamu mpenzi wake Ayu. Huyu bwana mkubwa anaitwa Reza. Siku hiyo akawa amemtembelea Ayu kafika hapo wamezungumza. Sasa ni wazi Ayu alikuwa anaongea, lakini sio akili yake, yule pepo ndani yake ndiye alikuwa anaongea. Sasa Reza hajui chochote kuhusiana na hili tukio. Binti anasema kwamba yeye yuko sawa tu, hamna shida yote inayonisumbua mimi, ni vyema ukakaa ukatulia tu, usiniwazie sana mimi niko sawa. Sasa Reza akawa hamini kabisa hili jambo, kwa sababu amesikia stori nyingi sana kuhusiana na huyu binti hayuko sawa. Kwenye kubishana, mara Ayu akaanza kucheka kwa kisauti fulani hivi akisema kwamba Ayu hadanganyi. Sasa Reza kusikia hivi akajua kabisa mpenzi wake anaanza kuleta matani, akawa amekasirika sana. Jamaa akaanza kufoka. Sasa muda mfupi baadaye Rara akawa amefika hapo, anamuuliza Reza, Ayu yuko wapi? Mshikaji kugeuka, Ayu alipokuwa amekaa hayupo. Wakaanza kumtafuta, wakamuona nje binti akiwa amepagawa anacheza ngoma za asili. Reza ikabidi kumsogelea Ayu akiwa amepagawa, akamuuliza kwamba wewe ndiye mpenzi wa Ayu, je, unampenda kwa dhati Ayu? Akacheka kisha kwa manguka na kuzimia. Sasa binti muda mwingi anaimba nyimbo za Kijava tu ndani. Baada ya akili yake kutulia, kwa ametoka nje. Akiwa huko, yule pepo Saranten akawa amejitokeza mbele ya Ayu, akamwambia kwamba usiogope binti, mimi nimekupenda, mimi ninataka kukulinda wewe. Akamfanya binti aanze kucheza bila hiari yake, akamlazimisha binti ale ua fulani hivi, akiwa anamwambia kwamba hatima yetu imenifanya mimi na wewe tuwe pamoja. Baada yule pepo kuwa ametoweka, Ayu akawa amelitema lile ua. Kwenye kulia, watu wakawa wametoka nje kwenda kumpoza binti. Muda huo binti akawa amepagawa tena, akawarusha kando. Pepo ndani yake akawa anasema kwamba mumuache huyu binti amekwisha kukubali kukaa pamoja nami, na akautembeza huu ujumbe kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Umeme ukiwa umekatika hapa, yani umeme unakuja kurudi, wanakuja kumtafuta Ayu, wanamuona Ayu amekaa juu anacheka tu huko. Kesho yake timu ya kina Gadu wakawa wamefika nyumbani kwa kina Ayu, wakawa wamejitambulisha na wakawa wameahidi kwamba watampata mtu ambaye anaweza kumsaidia binti Ayu kurudi katika hali yake ya kawaida. Wakiwa wanazungumza, Ayu akawa ametokea hapo akiwa amepagawa. Wakina Gadu ukawa umeonyesha utii wa hali ya juu kwa huyu binti, wanajua kabisa anaendeshwa na roho aliyemo ndani yake. Sasa hili jambo roho aliyokuwa anamuongoza Ayu akawa amelipenda, akaanza kaimba. Alipomaliza, Gadu akawa amemsifu, akajitambulisha kwamba yeye anaitwa Gadu. Rafiki yake pia akawa amejitambulisha, lakini kwa Thea hakujitambulisha, akakaa kimya. Yule pepo ndani ya binti Ayu akawa amejitambulisha kwamba mimi naitwa Sarenteni, ninatoka Watukandang. Akauliza, huyo msichana ambao umekuja naye anaitwa nani? Gadu akasema anaitwa Thea. Kuwa makini sana na rafiki yako, kwa sababu yeye ni msumbufu, anaweza kuleta shida. Sari akawa amecheka kisha akasema kwamba samahani, inabidi mimi niondoke. Saranten akawa ametoka muda huo, kwa sababu hii timu imefika hapa kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi. Wakuwa wamepangishiwa katika nyumba moja ambayo ilikuwa inapatikana kwenye hichi kijiji, wakae hapo wakiwa wanaendelea na uchunguzi wao. Baadaye mama yake Ayu akawa amemfuata mme wake na akamwambia kwamba Ayu amepotea, hayupo. Wote wakaanza kumtafuta ndani. Rara akamwambia kwamba ngoja niende nikawachukue Gadu pamoja na Genta ili waje kusaidia hili jambo. Kweli akawa ametoka hapo, wote wakaanza safari ya kumtafuta Ayu mara moja. Sasa binti Thea akawa amesimama kufunga kamba za viatu, lakini aliponyanyua vichwa wenzake wote hawapo eneo hilo, wamekwisha kupotea. Thea akaanza kuwatafuta wenzake pia upande wa pili, wakaja kugundua kwamba Thea hayupo pamoja nao, na wao tena wakaanza kumtafuta Thea. Sasa kwenye kumtafuta Thea, wakafika sehemu wakaanza kuhisi harufu ya ua la Yasmin. Hawajui hilo eneo kuna nini kinachoendelea eneo hilo, wakawa wamesikia
wakasikia sauti ya Tea, wote ikabidi kuelekea upande huo. Sasa upande wa Tea akawa amekutana na Ayu, lakini Ayu amepagawa akiwa juu ya mti. Mara akawa ameshuka, Gadu na wenzake walikuwa wamefika hapo kwa wakati, lakini Ayu tayari kashatoweka. Ghafla wakasikia sauti ya ala zikiwa zinachezwa upande wa pili na Ayu anaimba. Wakamkaribia, wakajaribu kumrudisha katika hali yake ya kawaida, lakini Ayu akawa ameanguka chini na kuanza kunguruma. Baadaye alipozinduka wakamtuliza. Gadu akamuuliza Rara kule upande wa pili ambako kunatokea harufu ya ua ya Yasmini, ni nini kinachoendelea kule? Rara akajibu kwamba upande huo ni watu Kandang, ni mahali ambapo panaitwa hivyo, na huko ndiko Ayu alikopagawa kwa mara ya kwanza. Asubuhi yake ikabidi kuelekea eneo hilo kwenda kuchunguza vizuri. Rara akielezea mkasa mzima ambao ulimkuta rafiki yake eneo hilo. Sasa katika utafiti wao wakawa wamemwona mzee D alikuwa eneo hilo anafanya ibada zake. Rara akawa amewatambulisha watu wote. D akawambia kwamba watu Kandang ni mahala patakatifu, ni mahala patakatifu kwa kijiji chao, hivyo wanapaswa kuwa na mioyo safi na nia njema wakiwa eneo hilo. Mmeelewa watu? Ndiyo. Wakati wakiwa njiani kurudi makwao, Gadu akawa muuliza mzee D anapoishi anaishi sehemu gani? Gadu akapendekeza waende kumwona mzee ili wapate madini zaidi. Rara akasema sawa, atawapeleka, lakini Tea akasema kwamba wao waendelee tu, yeye anarudi nyumbani kwenda kuchukua lenzi nyingine, lenzi ya kamera. Upande wa pili kwa Ayu akaanza kucheza tena. Mama yake akajaribu kumtuliza, lakini binti akawa amemsukuma pembeni. Mpenzi wake Ayu pamoja na baba yake Ayu wakajaribu kuingilia kati, lakini Ayu akawa amewashambulia pia na kukimbia nje ya nyumba. Kwa upande mwingine sasa kwa binti Tea, kweli akawa amefanikiwa kufika nyumbani, japo akaanza kuogopa. Anaangalia, anaona kama pengine kuna mtu yuko hapa anamfanyia mzaa, akajua pengine ni rafiki yake. Ghafla taa zilikuwa zimezimika. Binti akaingia, akaanza kujipa moyo, kaingia ndani kutafuta lenzi. Hisia zake zilikuwa kweli, anahisi kabisa hapa ndani kuna mtu, na ni kweli akawa amemuona Ayu yuko hapo, lakini Ayu huyu anaonekana hapa ni Ayu ambaye amepagawa na pepo ndani yake. Mwana mama Saranteni anamwambia kwamba binti Tea, wewe nilikuonya mara ya kwanza, na badala ya yule mvulana wa kwanza, wewe ndiye unaleta shida tena kwenye hili eneo. Yaani huyu mvulana ambaye anatajwa hapa ni Abdini ambaye alichukua jiwe katika eneo utakatifu. Sasa huyo roho akamuuliza huyu binti, kwa nini ulichukua watu Lintan? Kwa kuwa ulichukua hicho kitu, sasa hii ni zamu yako wewe kulipa badala ya yule mvulana. Sasa hii kitu anayeita huyu pepo anaoita watu Lintan ni jiwe maalum. Wenzake kweli wakawa wamefika kwa mzee Ding, wanataka kujua kuhusiana na watu Kandang ni nini. Mzee akaeleza kwamba watu Kandang ni mahali patakatifu ambapo panatumiwa sana na hiki kijiji, ni mahala patakatifu kwa ajili ya hichi kijiji. Akawambia kwamba kwa kuwa mnahitaji kujua, mahala pale panahitaji wanyofu wa moyo pamoja na tabia. Ile eneo kuna kitu kinapatikana kinaitwa watu Lintang. Hilo ni jiwe, lakini sio jiwe la kawaida, bali ni urithi wa mababu zetu katika ulimwengu wa roho. Gadun akauliza, watajuaje kuwa ni watu Lintang ama jiwe la kawaida? Yaani wanaweza vipi kutofautisha kati ya jiwe la kawaida na watu Lintang? Mzee akasema kwamba lazima wawe na moyo safi na fikra safi. Sasa hapa watu wote wakuwa wametambua kwamba kwa sababu watu Kandang ni eneo takatifu, yoyote anayeingia eneo hilo akiwa na nia chafu, mara moja anaingizwa katika majaribu ya watu Lintang ambalo lenyewe ni jiwe. Jiwe hilo mara nyingi huonekana tofauti ili kumvutia mtu ambaye ana nia chafu ama ana nia ovu. Sasa hilo jiwe linaonekana kwake ili kumtia majaribuni, akiingiwa tamaa na kulibeba kina mlamba. Mzee Dia akasema kwamba anachokitaka huyo pepo, lile jiwe linatakiwa kurudishwa mahali ambapo lilitolewa. Walivyorudi nyumbani wakamkuta Tea akiwa na wasiwasi mkubwa kweli. Wakamuuliza nini shida, nini kimetokea? Binti ana wengi, anashindwa hata kuzungumza. Lakini sasa kamera iliyokuwa chini hapo ilikuwa inarekodi kila kitu. Wakawa wamegundua kwamba kuna sauti ambayo ilikuwa inamweleza huyu binti kwamba binti amechukua jiwe na yeye amekuwa mbadala wa yule kijana ambaye alichukua lile jiwe la mara ya kwanza, Abidin. Ghafla wakiwa hapo wakawa wamemuona Ayu akiwa hapo akuwa manguka chini na kuzimia baada ya kuwa wamempata. Gadu akasema kwamba inabidi wampeleke Ayu nyumbani, lakini Genta itabidi abaki hapa amtazame Tea. Lakini Tea akasema kwamba yeye yuko sawa tu, hahitaji msaada wa mtu yoyote, hivyo wampeleke Ayu nyumbani. Kweli vijeba wakawa wamembeba Ayu na kumpeleka nyumbani kwao. Sasa wakiwa njiani, binti Ayu akawa ameanza tena kutamka jina la Tea, nikana kwamba kapagawa, anamtamka Tea 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 Tea. Wakahisi pengine Tea yuko hatarini. Wakati huo kweli Tea akawa amejikuta afika katika eneo la watu Kandang ambapo akamwona Ayu aliyopagawa na mapepo. Yuko hapa sasa, huyu ni pepo ambaye anatumia mwili wa Ayu tu. Tea akauliza, mimi nimefikaje hapa? Kwa nini niko hapa? Yule pepo akamwambia kwamba hapa ndipo ambapo itakuwa ni hatima ya maisha yako. Haya ndiyo maisha yako mapya. Hii ndiyo dunia ambayo wewe unatakiwa kujifunza kuishi tena. Sasa huyu pepo akawa anaeleza kwamba hapo zamani za kale kijiji kilimkataa, hakikumpenda, isipokuwa watu Kandang
ilimpenda na ikampatia nguvu ambazo amekuwa akizitumia kwa ajili ya kulipa kisasi kwa watu ambao wanamfanyia mabaya ama kuchukua vitu ambavyo sio vya kwao. Akamwambia kwamba Thea kuchukua jiwe katika eneo hili alifungua mlango wa pepo, mlango wa dunia nyingine, na kwa sababu amefungua mlango huo, viumbe vingi sana vimevurugika kutoka eneo lake ambalo ni sahihi na kuja katika ulimwengu wa kawaida. Saranteni akamwambia kwamba kuna mtu anakuja kukuchukua kwa sababu wewe ndiye umefungua mlango huo. Thea akajaribu kukimbia, lakini ghafla akaamka tena, yuko ndani ya chumba chake. Kweli akaona lile jiwe liko mkononi mwake. Binti akaamua kulihifadhi tu. Muda huo Gadum pamoja na Genta wakawa wamerudi nyumbani. Thea yuko salama. Sasa hapa pakazuka na kamzozo. Thea akawa mweleza ndoto aliyoiota na lango la kuzimu ambalo yule pepo anamwambia kwamba yeye ndio amelifungua. Sasa wakati wanasimuliana, kiumbe kweli kilikuwa kimeonekana nje ya nyumba. Thea akawa amejisikia vibaya, akawa ametoka hapo na kwenda kutapika huko bafuni. Genta akaanza kuhisi kabisa pengine kuna jambo ambalo Gadum anamficha. Akamwambia kwamba mimi ninavyoona hali inavyoendelea ni mbaya zaidi, hamna chochote tunachoweza kukisaidia hapa, tunatakiwa kurudi nyumbani tu. Sasa Gadum yeye anahamasisha kwamba lazima wamsaidie Ayu kwa sababu wamekwisha kuiahidi familia yao. Wakiwa wanazungumza hayo, kile kiumbe kiko kimejitokeza upande wa Thea na kumshambulia. Thea kwa amepiga kelele, wote wakawa wamefika eneo hilo kwenda kumsaidia, wakamkuta binti amepoteza fahamu. Baada ya kuzungumza kwa muda mrefu, Gadum akahitimisha kwa kusema kwamba sawa, tutaondoka kama jinsi ambavyo wewe unataka tuondoke. Genta akasimamia msimamo wake, lazima waondoke hapa, hawawezi kutoa msaada kwa sababu hili jambo linaonekana liko nje ya uwezo wao. Gadum akasema kwamba sawa, tutaondoka, lakini tuanze kwanza kwenda kwa Ayu na tumuone Mzee D kisha tuondoke. Kweli wako wametoka hapo na kwa wamekutana na familia ya Ayu pamoja na Mzee D. Mzee D yuko hapo anamhamasisha Ayu wazungumze. Ayu kweli alikuwa amepagawa, akawa amewauliza kwanza wao, kwa nini mpo hapa? Akapanda juu ya meza, nitoke ama nisitoke? Hiyo sio biashara yenu. Kwanza hii nyumba sio ya kwenu, nyinyi ndio mnatakiwa kutoka ndani hapa sio kwenu. Mkijaribu kuleta vya kuleta, basi nitawaangamiza nyote nyinyi. Pepo akacheka kisha akamwambia kwamba andeeni tambiko turongo ya koso haraka. Binti akawa amezimia. Gadu ikabidi kumuuliza Mzee D, turongo ya koso ni nini? Akieleza kwamba hilo ni tambiko maalum kwa ajili ya kufunga lango la ulimwengu wa kiroho watu Gandang. Limefunguliwa inadaiwa ni Thea ndiye kafanya hivyo baada ya kuchukua kitu ambacho sio cha kwake. Roho zinatembea huku katika ulimwengu wa kawaida na binadamu, na hilo jambo linaweza kuwa ni hatari zaidi. Thea ameingia katika ulimwengu wa kiroho na tambiko la turongo ya kuso ndio njia pekee ya kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Mpaka muda huu anapozungumza Thea hajitambui. Tambiko hilo linaweza kuwakusanya roho wote ambao wametoroka huko na kuja katika ulimwengu wa kawaida na kuwarudisha huko tena na kuwafungia. Kweli watu wako wamejiandaa kwa ajili ya hilo tambiko, na tambiko hilo likaenda kufanyika mahala ambapo wanapaita mahala patakatifu. Zoezi likaanza na lile jiwe ambalo walikuwa nalo Thea lilikuwa limerudishwa kwa wenye nao. Binti Thea bado alikuwa hajitambui kabisa. Wakati huo sasa yule pepo Sari akawa amemwingia tena Ayu ili kuwasaidia kuimba na kuboresha hilo tambiko liende sawa sawa. Baada ya muda Thea kweli akawa amenyenyuka na kuanza kucheza pamoja na watumbuizaji wengine. Wakati wa zoezi Ayu akajikuta katika ulimwengu mwingine akisikia miungurumo ya kiumbe wa ajabu. Akiwa eneo hilo, mayowe ya Thea yakaanza kusikika. Ayu akamtafuta Thea kwa sababu lengo lake ilikuwa ni kumwokoa binti, kumtoa katika huu ulimwengu na kumrudisha katika ulimwengu wa kawaida. Akamkuta binti Thea akiwa amepagawa. Thea akajaribu kumkimbilia Ayu, lakini kile kiumbe kikamwangusha na kumburuta kumtoa eneo hilo. Wakati huo sasa Ayu, Thea pamoja na watumbuizaji wengine wote wakawa wameanguka chini na kupoteza fahamu. Baada ya muda Ayu akawa amezinduka. Mzee D akashauri kwamba lazima waufuate mkondo wa maji, kula wanaweza kupata msaada mwingine zaidi. Hii nguvu inahitaji nguvu nyingine ya ziada, vinginevyo maisha ya Thea yatakuwa hatarini. Wote wakawa wameingia kwenye maji, purukushani zikaanza. Ayu mara akawa ametoweka eneo hilo, moja kwa moja akawa ameingia katika ulimwengu mwingine ili kwenda kumsaidia Thea. Kweli kwenye kupambana kumtafuta Thea akawa amempata Thea, alikuwa amefungwa eneo. Kiumbe kinamtaka binti Thea kubaki huko katika huo ulimwengu. Katika ulimwengu wa kawaida Mzee D akawaambia wazazi wa Ayu kwamba Ayu amechukua muda mrefu sana kutoka ndani ya maji. Hii sio kawaida na hii inanipa wasiwasi. Yawezekana Ayu asiweze tena kurudi katika ulimwengu wa kawaida. Yeye na roho yule mlinzi Sari Sarenten wataungana na watakuwa pamoja kabisa katika maisha yao yote. Kama itatokea hivyo, wazazi inabidi muelewe tu na itabidi mkubali haya matokeo. Babake Ayu akasema kwamba yeye anachokihitaji huyu mzee afanye la kufanya, binti yake arudi katika maisha ya kawaida. Mzee D akaanza kufanya ibada kujaribu kumrudisha binti Ayu katika ulimwengu wa kawaida. Wakati huo sasa upande wa Ayu pamoja na Thea wanajaribu kutoroka kutoka katika ulimwengu wa giza, na kile kiumbe cha giza kilichokuwa kinawakimbiza kilikuwa kimemshambulia tena
Tea na kumchukua. Ayu akawa amechanganyikiwa, anajaribu kuangalia namna ambapo anaweza kumsaidia Tea. Sasa kulingana na tambiko la Mzee D, Ayu akawa ameiona roho ya Serantani akiwa hapo, akaanza kucheza mbele yake. Binti akamwomba kwa unyenyekevu huyu mwanamama amsaidie ili yeye aweze kuiokoa roho ya rafiki yake Tea kutoka katika ulimwengu huu. Serantani akaanza kuimba, Ayu akaungana pamoja naye, akaanza kuimba pamoja na kucheza. Baada ya muda, Ayu akasikia sauti ya Tea akiwa anamuita, na Serantani muda huo akawa ametoweka hapo. Wakaanza kukimbia kujaribu kutoroka tena kutoka katika huu ulimwengu. Sasa na njia pekee ya kutoka eneo hili ilikuwa ni njia ya maji pekee. Ayu akawa amefanikiwa kurudi katika ulimwengu wa kawaida, lakini hali ya binti Tea bado ilikuwa hoi. Alikuwa mbele yao kimya, kalala kama mfu. Baada ya muda mfupi, Tea akawa ameamka, akaanza kupiga kelele kama mtu aliyopagawa. Tea kweli alichanganyikiwa kiakili, hivyo ikabidi kupelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili. Sasa akiwa huko, tukamwona tena kijana Abdin, na yeye yuko hapa tayari amekwisha kuchanganyikiwa siku mingi tu. Hii inatokana na yeye kuiba vitu ambavyo sio vya kwake. Kijana alikuwa muda wote anaomba msamaha kwa roho ya Serantani, nisamee, 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 nisamee. Hapa tumegundua Tea aliiba jiwe sawasawa na Abdini naye aliiba jiwe, hivyo wote walichanganyikiwa. Wote wameishia katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Miaka 4 baadaye, Ayu pamoja na Reza wakawa wameoana. Reza aliamua kumuoa mpenzi wake Ayu, lakini Ayu, ile roho ya Serantani haikuwa imemuacha, bado ilikuwa inaishi ndani yake. Lakini Reza alikubali yote, akaamua kumuoa huyu binti. Ndio hatima ya maisha ilipoelekea kwao, kwa sababu Serantani alimpenda sana huyu binti, hakuhitaji kumwacha katika maisha yake. Na filamu hii inaishi hapa. Kumbuka filamu hii inatokana na kisa cha kweli. Subscribe, share, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.